Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Mimi binafsi waga najisikia fahari sana nikikutana na wewe tuzungumze mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika uga wa kimichezo, na hope kwamba uko vizuri sana. By the way, nasikia fahari sana kukutana nawe. Sasa wewe kama ni mfuatiliaji mzuri sana wa mpira miguu, utakubaliana na mimi kwamba moja kati ya watu ambao waliwekeza fedha nyingi sana katika utengenezaji wa merchandise, kwa maana zile bidhaa zinazozalishwa zinazohusiana na timu, kwa maana labda scarf, labda outfit, labda jezi na tracks na vitu kama hivyo vinavyoshabiana na timu, ni pamoja na GSM. Huyu bwana tangu ameingia kwenye hiki kiwanda cha uzalishaji, hususan ndani ya kikosi cha Young Africans, amekuwa akitajwa kama moja kati ya watu ambao wamekuwa akitoa pesa nyingi sana, na amekuwa akisifika sana kwenye ile eneo. Lakini revolution zimekuwa zikiendelea kufanyika kwenye mpira wetu wa miguu, kuonesha kwamba kuna watu ambao wako very very serious kwenye ile eneo, kwa maana ya eneo la kuonesha kwamba wanahitaji kuwekeza kwa kiasi kikubwa sana, kutengeneza pesa nyingi sana na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndicho ambacho naweza nikasema kinaendelea ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, kwa sababu Simba Sports Club huko zamani walikuwa wanatoa jezi na vitu kama hivyo, walikuwa wanatengeneza fedha nzuri. Lakini tangu walipoingia mkataba wa awali kabisa na bwana Vunja Bei Fred, Simba wakaanza kutengeneza fedha, wakaanza kupokea fedha moja kwa moja, na wao hawahusiki kwenye kuuza moja kwa moja. Wao wanapokea kama gawio, huyo mtu anatoa labda bilioni 1. So Simba yeye hahusiki, anahusika tu kwenye kusubiri jezi za kuvaa. Huyo mtu anawaletea jezi za kuvaa, and then huyo mtu anatengeneza hizo bidhaa, anaingiza sokoni. Simba wanafanya kazi ya kuzipromote, end of the day wanatengeneza pesa. Ndivyo ambavyo wanavyoishi. Baadaye mkataba wa Fred Vunja Bei ukamalizika, wakasaini mkataba mwingine kutoka kwa Sunderland, ambaye Sunderland akatoa jezi, nadhani alisaini kandarasi la bilioni 4 katika miaka miwili ama kwenye misimu miwili, na yeye amefanya kazi yake moja nzuri sana. But in today naweza nikasema Young Africa, Simba wamemtupilia mbali bwana GSM, kwa sababu wameingia contract ambayo ni for first time Afrika Mashariki na Kati timu inaingia kwenye deal kubwa sana kama hili. Binafsi mimi sijawahi kuona timu inaingia kwenye deal kubwa kama ambalo Simba wameingia. Deal lao Simba ni next level. Huwezi kulipima kwenye mizani ya kawaida, ni kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu ni deal ambalo Simba watatengeneza fedha nyingi. Simba walitangaza tenda, na mara baada ya kutangaza tenda, kampuni takriban 8 zikawa zimeomba hiyo tenda ya kutengeneza hizo jezi. Ile kamati ya kutazama nani anafaa ikakaa chini, na mwisho siku ikafanya jambo moja ambalo lilikuwa la uwazi. Kwa mujibu wa aliyesimamia, anasema siku ya kuzifungua zile tenda waliwaita wote ambao walichukua hiyo tenda, waliandika hizo documents ama waliochukua documents, na wakawaonesha bana, document hizi ndio tunazifungua. Kila moja akasaini pale kudhibitisha kwamba ni wazi, na wakaanza kuzisoma nani ambaye ameweka kitita kirefu sana. End of the day wakapata mtu ambaye anaitwa J Root ndiye ambaye akaenda kushinda hiyo tenda ya kutengeneza merchandise za Simba na kuziweka sokoni, ili kikosi cha Simba kitoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huyu jamaa anatoa kiasi cha bilioni 38 kwa miaka 5. Bilioni 38 zinaingia ndani ya Simba katika miaka 5. Huu ni mkataba ambao unazidi hata mdhamini mkuu wa kikosi cha Simba ambaye amemaliza muda wake. Ni mkataba bigi ambao ya Simba Sports Club hawajawahi kusaini sehemu yoyote ile. So hizi bilioni 38 ni kwamba Simba wao kwenye kila mwaka watakuwa wanapata bilioni 5.6 na ongezeko la 10% kwenye kila msimu. So msimu unaokuja watapata bilioni 5.6. Huo ni msimu unaokuja. Lakini msimu utakaofuata, maana yake ni kwamba Simba wataweza wataweza kuwekewa fedha ambayo inazidi hiyo ambayo imewekwa kwenye msimu wa kwanza
kwa 10%. Hiki ni kiasi ambacho kitakuwa kinaingia moja kwa moja kwa Simba. Imagine msimu iliyopita Simba walikuwa wanapata bilioni 2 kwa mwaka. Msimu juzi walikuwa wanapata bilioni 1 kwa mwaka. This time around Simba wanapata mtu ambaye anawaingizia bilioni 5.6 katika msimu mmoja. Na ukiangalia manake budget ya Simba ina kila haki ya kukua. Unadhani Simba wamemaliza? Hapana my friend. Simba hawajamaliza. Huyu mdhamini inaonesha kwa kiasi gani alikuwa amejipanga na alikuwa anahitaji kuona Simba inapiga hatua, inatengeneza fedha nyingi. Huu mkataba utakuwa na faida nyingi sana. Kuna vitu vingi ambavyo Simba watavipata kama fedha na vitu vingine watavipata kama facilities. Facility kivipi? Jambo la kwanza, huyu mdhamini kwa kushirikiana na mwekezaji wa klabu ya Simba watajenga uwanja wa Bunju ambao utakuwa na uwezo wa kuchukua mashabiki 10,000 hadi 12,000. Uwanja nyumbani wa Bunju, sio uwanja mazoezi, uwanja ambao unaweza ukatumika kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania bara na michezo mingine. Simba huo utakuwa ni uwanja wao nyumbani. Kumbuka pale Bunju Simba alishaanza kufanya uwekezaji lakini hawajakamilisha. So Mwamba anaingia moja kwa moja front page na yeye ndiye ambaye atawasaidia hao jamaa kujenga uwanja wao wa nyumbani. Yuko willing kwenye ile eneo. Jambo la pili, Simba watanunua gari mpya ambayo inaitwa Iriza. Timu pekee yake ambayo iko hapa kwenye nchi yetu ambayo inatumia Iriza ni moja tu, ni Azam FC. Ni moja kati ya gari classic. Liverpool wanatumia hiyo, PSG wanatumia hiyo, Madrid wanatumia hiyo. Yani ni moja kati ya luxury bus ambayo hujawahi kukutana nayo. So hii gari inaingia, Simba anaipata kutoka kwa mtu huyu wa merchandise. Lakini pia jamaa atawajengea media production bigi ambayo itakuwa inaweza kuzalisha vipindi. Wanaweza wakawa na TV yao, wanaweza wakawa na radio yao bigi, yani sio ya kawaida, bigi. Lakini pili, watajenga ofisi mpya. Mind you, Simba sasa hivi hawana ofisi mpya. Kupitia hizi jezi ambazo jamaa atakuwa anauza, ana uhakika wa kuwajengea Simba ofisi zao. Lakini pili, huyu jamaa atatoa pesa cash kama milioni 400 hivi kwa ajili ya kukuza vipaji. So ile Simba Youth maana yake itapata pesa kutoka huku ya kuwa empower waweze kuingia moja kwa moja kwenye uwekezaji wa soka la vijana. Lakini huyu jamaa atakuwa ana sponsor pre-season za Simba. So kama anaenda nje maana yake ndio atakuwa ana sponsor hiyo pre-season. Huyu jamaa atatengeneza medical room center ambayo watu watakuwa natibiwa na vitu kama hivyo. Wachezaji wote wa Simba, Simba Queens, Simba Youth, Simba Senior, wote watakuwa wanaenda kutibiwa pale. Bado jamaa atakuwa anatoa milioni 100 kwenye maandalizi ya tamasha kubwa la Simba Day. Atakuwa anatoa milioni 100 kwa maana kuliandaa liwe ni classic. Atakuwa anatoa motisha kwa wachezaji ya milioni 470 ambayo itakuwa inaingia moja kwa moja moja kwa moja. Lakini pia amesema atatengeneza jezi za brandi kubwa duniani ambazo sisi hatujawahi kuziona. So haya ni mambo kadhaa ambayo yamehaidiwa katika mkataba huo mnono wa klabu ya Simba dhidi ya huyu J-Root ambaye ni mwekezaji mpya. Na by the way, Joseph Kaijage ambaye ndo mkurugenzi wa J-Root anaonekana bado mdogo sana, na ndiye ambaye alikuwa anahutubia na ndiye ambaye ametoa, anaitwa Joseph Rwegasira, CPA holder, ndiye ambaye anaongoza hii kampuni ya J-Root Investment Company Limited ambao Simba watakuwa na uwezo wa kutengeneza bilioni 38 katika miaka 5. So msimu unaokuja tegemea kuona sajili kabambe, tegemea kuona jezi kubwa. Na nikwambie kitu kimoja, nitakufanyia mahesabu mepesi sana. Huyu jamaa kwa jezi ambayo inauzwa 12,000, ngoja tufanye mahesabu kadhaa kwa jezi. Sasa ili huyu jamaa aweze kurejesha fedha yote ya bilioni 38 ambazo amewekeza, atahitaji kwa jezi ambayo lese inauzwa 12,000. Yani hiyo nimepigia hesabu ya haraka kwa jezi ambayo inauzwa shilingi 12,000. Huyu jamaa atahitaji kutengeneza takriban jezi 3,166,667 ili aweze kurudisha hiyo bilioni 38 aliyotengeneza, aliyoweka ndani ya klabu ya Simba. Kwa mahesabu ya haraka, nchi yetu sasa hivi ina Watanzania milioni 63. Kwa mahesabu ya haraka tuseme Watanzania milioni 20
hawajui au milioni 40 hawajui chochote kuhusu mpira. Alafu tuseme wa Tanzania milioni 20 ndio wanajua kitu chochote kuhusu mpira. Tuseme kwao mashabiki milioni 20, tunatoa mashabiki milioni 5 wao wanapenda timu nyingine. Alafu tunabaki na mashabiki milioni 15. Kwenye mashabiki milioni 15, sema Simba wana mashabiki milioni 7. So hao mashabiki milioni, kwenye hao mashabiki milioni 7 atahitaji mashabiki milioni 3,66,667 wanunue jezi yake kwa shilingi 12,000. Maana yake jamaa atakuwa na uwezo kutengeneza hizo fedha. Hizi fedha zitapatikana vipi? Hizi pesa zitapatikana kutokana na wana Simba wao wenyewe. Maana yake jezi zinazotolewa zinanunuliwa, and then zikinunuliwa anatengeneza faida, anarudisha hilo gawio, anatengeneza hizo facility zote. Kusema la ukweli, Simba mnahitaji kupewa pongezi. Na kama wewe ni kijana una malengo yako kama mimi, au wewe unaitazama hivi sasa, I'm pretty sure umetazama kile kilichoendelea. Hii ni moja kati ya sehemu ya inspiration kubwa sana. Aliyekuwa anazungumza haya CPA Joseph Rwegasira ni kijana mdogo sana. Sijajua hata kama miaka 50 amefikisha, ule 45 amefikisha. Still young na ana uwezo wa kuzungumza kuhusu mabilioni. Football, my friend, ni sehemu moja kali ambayo ina fedha nyingi sana. Mimi ni hayo tu kwa sasa. Naitwa Almachius Boniface Kanyasi. Salute la familia.